Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 17 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema mabaunsa wajitenga na uharifu wa bodyguard. Mabaunsa wajitenga na uharibifu wa bodyguard. Lakini nondo za kuponya taifa. Nondo za kuponya taifa, muda wa mapumziko nguzo kwa maendeleo ya wanafunzi. Muda wa mapumziko nguzo wa maendeleo kwa wanafunzi. Lakini sheria ya vyama vya siasa ilivyomwiba kwa demokrasia. Sheria ya vyama vya siasa ilivyomwiba kwa demokrasia. Lakini Rais Samia Dangote wajadili mradi wa mafuta. Samia Dangote wajadili mradi wa mafuta. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye lina habari inayosema Wasira afichua siri Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini Nchimbi ashiriki mazishi ya mwandishi. Nchimbi ashiriki mazishi ya mwandishi. Rais Mwinyi ateta na wazee. Lakini Dangote afunguka uwekezaji Tanzania. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini stakabadhi ghalani kumulikwa. Huyo ni Mwigulu asema stakabadhi ghalani kumulikwa. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mzalendo, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaandika habari inayosema Rais Dr. Samia afanya makubwa sekta ya elimu. Rais Dr. Samia afanya makubwa sekta ya elimu. Ajenga shule 103 za amali nchi nzima. Lakini Dr. Mwigulu aeleza fursa za Samia scholarship kwa wanafunzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado tunaangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo, bado linaendelea kwa habari inayosema Azam TV pekee kuonyesha mbashara mechi zote 104 za kombe la dunia. Azam TV pekee kuonyesha mbashara mechi zote 104 kombe la dunia. Lakini hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika Mariam Ali atafuta dola 15,000 kupandikiza figo. Mariam Ali atafuta dola 15,000 kupandikiza figo. Lakini Dr. Nchimbi amarehemu Makene alikuwa anapenda kubishana kwa hoja. Huyo ni Dr. Nchimbi asema marehemu Makene alikuwa anapenda kubishana kwa hoja. Lakini benki ya TADB yaipa kongole serikali kwa kuwezesha. Benki ya TADB yaipa kongole serikali kwa kuiwezesha. Thamani ya mali za benki hiyo zafikia trilioni 1.3. Yapanua huduma zake kwa mkoa wa Kigoma, Kagera na Ruvuma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema Azam TV yaandika historia. Azam TV yaandika historia, ni TV pekee itakayoonyesha mbashara mechi zote 104 za kombe la dunia. Lakini inakuwa ni TV ya kwanza nchini tangu kombe hilo lianzishwe mwaka 1930. Au ni Azam TV wavunja rekodi na kuandika historia. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele linaandika Dr. Peter Kisenge atoa elimu ya magonjwa ya moyo kwa mfanyakazi Wizara ya Fedha. Dr. Peter Kisenge atoa elimu ya magonjwa ya moyo kwa mfanyakazi wa Wizara ya Fedha. Lakini Kikwete amwakilisha Rais Samia mazishi ya kitaifa ya rais mstaafu Mogae wa Botswana. Lakini Tanzania yaongoza Afrika matumizi ya utalii. Tanzania yaongoza Afrika matumizi ya utalii. Lakini Nchimbi amwagia sifa marehemu Boniface Makene kwa ujasiri wake. Azam pekee kuonyesha mbashara mechi zote 104 za kombe la dunia.
Lakini hilo ni gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema ndani ya gazeti lako la Biashara Leo. Kwenye gazeti lako la Biashara Leo linaandika Rais Samia afanya mazungumzo na Aliko Dangote. Lakini Tanzania yazidi kung'ara kimataifa sekta ya utalii. Tanzania yazidi kung'ara kimataifa sekta ya utalii. TADB yamshukuru Rais Samia kuiongezea mtaji. TADB yamshukuru Rais Samia kuiongezea mtaji, yasema mtaji huo umesaidia kuleta mapinduzi sekta ya kilimo. Lakini wakulima wametoka kilimo cha kujikimu kwenda kilimo cha biashara. Hilo ni gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado ninaandika habari inasema Azam TV kuonyesha mbashara mechi zote 104 kombe la dunia. Au ni Azam TV wapiga hatua kubwa kuonyesha mechi 104 mubashara za kombe la dunia. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo linaandika wanafunzi 8975 wanufaika na mikopo ya elimu ya juu. Wanafunzi 8975 wanufaika na mikopo ya elimu ya juu. Lakini Dr. Mwinyi, tutaendeleza ujenzi wa miradi ya kimkakati. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tutaendeleza mjenzi miradi ya kimkakati. Lakini sheria ya udhibiti wa vileo kurekebishwa. Sheria ya udhibiti wa vileo kurekebishwa. Dr. Mwinyi awapongeza vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini Rais Samia Dangote wajadili fursa za biashara na uwekezaji. Uganda yathibitisha kupatikana mgonjwa wa Ebola. Hiyo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika TANESCO ya onya makazi biashara karibu na miundombinu yake. Lakini Kafulila ongezeko la watu tishio kwa uchumi wa taifa. Na Kiswahili kufundishwa vioni taasisi za elimu ya elimu Urusi. Lakini vijana wavyo hapa kuilinda amani Tanzania. Na Dangote azungumzia ubia mradi wa mafuta. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Ni trilioni 44.2 kusafisha mafuta, asema ataifanya Tanzania kitovu cha nishati Afrika ya Mashariki. Lakini ampongeza Rais Samia kuboresha mazingira ya biashara, kuhakikishiwa ushirikiano miradi ya kimkakati. Lakini wadau wa siasa wataka mjadala wa taifa maridhiano, na serikali kuongeza nguvu mradi ya wananchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Habari Leo, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Habari Leo lenye kwenye michezo linaandika Chaya aivuta Urusi uwekezaji AFCON. Chaya aivuta Urusi uwekezaji AFCON. Lakini Yanga na Coastal za tinga nusu fainali. Yanga Coastal za tinga nusu fainali. Simba kuikabili TRA, Azam na Mashujaa. Lakini Serengeti Boys hesabu zote kombe la dunia. Serengeti Boys hesabu zote kombe la dunia. Azam TV kuonyesha mbashara fainali kombe la dunia. Azam TV kuonyesha mbashara fainali kombe la dunia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini bado kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo naandika Wema kuimarisha michezo kwa wanafunzi. Wema kuimarisha mchezo kwa wanafunzi. Dabi ya Malindi Mlandege kupigwa leo. Dabi ya Malindi na Mlandege kupigwa leo. Lakini mbio za ubingwa za DPL za shika kasi. Coastal Union yaitoa Singida Black Stars shirikisho CRDB. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mzalendo kwenye michezo linaandika Yanga yaifuata Coastal FA. Yanga yaifuata Coastal FA, ushindi ulioupata Yanga mbele ya JKT Tanzania kombe la shirikisho. Lakini Mgosi atoa siri kuiua Yanga Princess. Na kimataifa, Arsenal ilivyosubiri miaka 20 kurejea fainali kombe la ligi ya mabingwa. Lakini Kariki kupewa mkataba Man United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika maajabu ya Feitoto.
Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti linaandika maajabu ya Fei Toto, Chama sasa gari limewaka. Huyo ni Clatous Chota, Chama sasa gari limewaka. Lakini Azizi Ki aipongeza Yanga. Azizi Ki aipongeza Yanga, muda Boka waipeleka nusu fainali CRDB. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini Chama sasa gari limewaka, Azam TV kuonyesha mechi zote 104 kombe la dunia. Lakini kimataifa, Man City ya beba kombe la FA, Man City ya beba kombe la FA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.